jina lokuu sana, likitajwa mapepo yanakimbia. Ninalitia lile jina juu ya kanisa hili, lile jina mahali hapa, jina lokuu sana, ninalitia juu ya Tanzania, ninalitia juu ya anga la mahali ya Mbezi, ninalitia lile jina yakota yandra bovali hapo besi yakonde yeketa yandra bali yakasheketa yako veli aboshanda yakove besi andosende yeketa yaka besi yato yebo vali hapo besi yakonda yandra veli yakosheketa yako besi ando yebova. Ninaachia nguvu ya Mungu ikatembee kwenye lile anga, ninaachia ule moto ukatembee kwenye anga, lile anga la mahali hapa, ninaachia ule moto ukae mkuu mno. Asante kwa neema yako, asante kwa pendo lako linalonizunguka, linavyozunguka kanisa lako. Asante kwa nguvu yako inayozunguka mahali hapa. Asante kwa uponyaji wako uliye kwenye kanisa lako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako uliyempaka mafuta ukamsimika mahali hapa, Profeti Gwayemba. Asante Mungu, asante kwa neema yako. Asante Yesu, asante kwa neema yako Bwana Yesu. Asante kwa ukuu wako, asante Mungu uliye mkuu. Asante Bwana Yesu, asante kwa neema yako. Asante Bwana Yesu, asante kwa ukuu wako. Asante Mungu, asante Baba, asante Mungu wa mbinguni kwa pendo lako, kwa fadhili zako, kwa neema yako. Asante Bwana Yesu, asante Mungu, asante Baba Yesu kwa neema yako, kwa nguvu yako, kwa upendo wako. Asante Mungu, asante Bwana uliye mwingi wa huruma. Asante. nasema asante kwa maana mwenye alfa na omega, wewe ni mwanzo na mwisho. Baba nasema asante kwa maana ni Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka. Baba nasema asante kwa maana ni Mungu mwenye nguvu Bwana. Baba nasema asante kwa maana uweza ni wako, mamlaka ni yako. Baba nasema asante kwa maana wewe unatawala Bwana, wewe unaishi. Baba nasema asante, wewe ni alfa na omega Bwana. Baba nasema asante, wewe ni msaada ulikanao tele wakati wa mateso ya Bwana. Baba tunasema asante kwa siku ya leo Bwana. Nasema asante mtoma milele. Asante Bwana kwa neema yako katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Naomba kae, chukua nafasi yako hapo. Asante Yesu. Mimi kwa Yesu.
Yesu. Mungu akubariki sana. Tuingie kwenye neno la uzima. Na fungua Biblia yako, andaa mahali pa kuandika. Tutakuwa na muda mfupi sana. Tulikuwa tuna somo zuri sana wiki iliyopita, linasema mitego ya shetani, na tulijifunza vitu kadha wa kadha, na leo tutaendelea tena sehemu ya pili. Haleluya. Watu mbarikiwa sana mtandaoni wamesema somo zuri, tunajifunza vitu vizuri. Kwa hiyo masomo haya yataendelea kuwepo YouTube pia kama kawaida. Amen. Mwambie mwenzako aturudi nyuma. Mwambie tena aturudi nyuma. Sisi ni moja ya watu ambao hatuongozi na mazingira. Ni moja ya watu ambao hatuongozi na maneno. Ni moja ya watu ambao hatuongozi na mtazamo. Ni moja ya watu ambao hatukatishi tamaa. Mwambie mwenzako usikate tamaa. Kila wakati Mungu ana makusudi kwenye maisha yako. Kuna sana nyakati ambazo unaweza kuona mambo hayafanani unavyotaka, mambo hayawi unavyopenda, mambo hayaendi kama ulivyotarajia. Lakini kwa sababu Mungu yuko tu na wewe, umtukuze Mungu. Mwambie mwenzako mtukuze Mungu, kwa sababu tu Mungu yuko na wewe. Haleluya, haleluya. Vizuri. Tulijifunza kwamba kama mwanadamu, shetani huwa anaweka mitego kwenye maisha yake ya kila siku. Na tukajua kama wanadamu tunahitaji hekima kubwa ya kimungu sana ili kuweza kufahamu sasa tufanye nini kwenye maisha ya kila siku. Amen. Ukisoma maandiko yanasema maisha ya wanadamu kila siku yamejaa mitego. Amen. Tujikumbushe kidogo ili unielewe wakati naenda. Tukuraba ateketeleba abrukata. Isaya 24:17. Na tuwe taratibu ili tuweze kujikumbusha uweze kunielewa. Amen. Vizuri. Inasema hofu na shimo na mtego vi juu yako, mwenye kukaa duniani. Hebu sema mwenye kukaa duniani. Maana yake mitego hii inawekwa ili uweze kutumbukia shimoni. Maana yake ukianza kuondoka mahala, unashangaa umeanguka kwenye afya, unashangaa umeanguka kwenye biashara, kwa sababu kuna mtego tu, na ule mtego unakuwa umekaa kama shimo. Ule mtego unakuwa umekaa kama maneno mazuri. Ule mtego unaletwa kama chakula kizuri. Ule mtego unakuja kwako kama mwanamke mzuri, unakuja kwako kama mwanaume mzuri. Kwa unakuja kujikuta sasa umeweza kuingia mtegoni bila wewe kujua. Kwa hiyo unapoingia mtegoni, shetani anafurahi kwa sababu anajua huyu mtu nimemnasa sasa kwenye mtego. Maandiko yanazungumza waziwazi pia, tukienda kuangalia kwenye kitabu cha Mithali 12:13. Nataka tuende pamoja hapo. Mithali 12:13. Inasema, katika kosa la mdomo kuna mtego kwa mbaya, bali mwenye haki ataokoka katika taabu. Maandiko yanasema bali mwenye haki ataokoka katika taabu. Maana yake ni kwamba kwa mbaya, kwa maneno yake akikosea, inapelekea anaingia katika mtego kwa maneno. Ndio maana maandiko yanazungumza, yanasema katika kosa la mdomo kuna mtego kwa mbaya, bali mwenye haki ataokoka katika taabu. Maana yake kuna mitego mingine ni mitego ya maneno. Siku zilizopita, wiki iliyopita, nikufundisha kwa habari ya mitego ya kichawi tu au mitego ya vitu, lakini leo naingia zaidi nikwambie kuna mitego pia ya maneno. Maandiko yanasema Yesu wakampata Mafarisayo wakamtega kwa maneno. Maana yake mtu anaweza kutegwa kwa maneno. Ndio maana kabla hujaongea kuwa makini unaongea nini. Mtu mmoja akasema ukitaka kabla hujasema fikiri kwanza unajua kusema, kwa sababu kile unachosema siku moja utakitenda. Akasema pia kuwa makini unachokitenda, kwa sababu siku moja itakuwa tabia yako. Lakini jambo linaanza kwenye kusema. Kwenye kusema unawaza alafu unasema. Kwa hiyo kwenye kusema ni engo ya muhimu sana,
kwa sababu wakati unajaribu kuzungumza na unajaribu kusema, inakupeleka sasa ukajifunge kwa maneno yako, ukajifunge kwa kinywa chako, ukalete mabaya juu yako. Wakati fulani kwenye maandiko tunasoma alikuwa ni Herode. Herode mtoto wake akacheza akamfurahisha sana. Alikuwa mbele ya wageni wa heshima, akamwambia, omba chochote utakacho mimi nitakupatia, hata nusu ya ufalme wangu mimi nitakupatia. Kuwa makini wakati unatoa ahadi. Kuwa makini kwa kinywa chako. Maandiko yanasema waziwazi pia kwa kitabu cha Mithali 14:21. Inasema waziwazi kwamba uzima na mauti katika uwezo wa ulimi wa mtu. Maana yake ulimi wa mtu unaleta uzima na unaleta mauti. Maana yake unachotamka kinaenda kuwa na kutokea kesho. Kwa hiyo maneno ni mtego mkubwa sana. Ndio maana maandiko yanasema waziwazi kwamba ratuzi ya baakira aduza baa. Katika mtego wa mwenye haki, katika maneno ya mwenye haki kuna mtego kwa mbaya. Kwa kila kosa la mdomo kuna mtego. Unavyokosea kutamka, kusema, watu wanayabeba. Mafarisayo wanasema tukamtege kwa maneno. Wakamuuliza Yesu maswali ili kuweza kumtega. Lazima una hekima ya kufahamu namna ya kujibu. Ndio maana kuna wakati Yesu alikuwa anasema mimi ndimi, lakini akamwambia wewe wasema. Maana yake alikuwa hataki kutamka kwa kinywa ili kiwe kifungo kesho. Leo tuna watu wengi wanatuchukia, wanatokea mitego ya maneno, wanatokea mitego ya kusema, wanatokea mitego ya mambo ili uonekane unaanguka mahala fulani, uonekane umefeli mahala fulani. Kuna baadhi ya mitego mingine, nyamaza kimya. Kama watu wanakusema nyamaza kimya. Kama watu wanakuchukia nyamaza kimya. Ninakutamkia leo katika jina la Yesu Kristo, unanisikia? Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ukisikia wanakusema nyamaza kimya. Kwa maana asiye na kitu huwa hasemwi, asiye na baraka huwa hasemwi, asiye na nyota huwa hasemwi, asiye na nyota huwa hata haonekani kabisa. Wakati unapigwa vita, wakati unazongwa, maana yake nyota yako inaonekana ulimwengu wa roho. Maana yake kuna sehemu yako mahala, maana yake kuna baraka yako mahala, maana yake kuna neema yako mahala, na una maadui wanakupiga vita. Kwenye maisha ukiona hauna maadui, ukiona kwenye maisha hauna maadui, hamna anayekuchukia, unapendwa na watu wote. You are not an ice cream. Wewe sio ice cream. Ice cream inapendwa na kila mtu. Watoto wanaipenda ice cream. Ice cream inakuwa nzuri, ina sukari ndani, inapendwa na kila mtu. Lakini wewe si ice cream. Siku moja mtu mmoja akaniambia hata ice cream na yenyewe haipendi na watu wote. Wewe lazima kuna watu watakuchukia, watafanana na miendo yako. Watu wengine hawatapenda unavyozungumza. Watu wengine hawatapenda unavyofanya huduma. Wengine hawatapenda unavyopiga hatua. Watakuchukia siku zote. Kwa hiyo kwenye ufalme huu au dunia hii huwa kuna mitego ambayo Shetani anaiandaa kwenye maisha ya watu, na ile mitego inakuwa dhiki kwa watu. Kuna wengine wanaingia kwenye mtego wa ndoa, ndoa ikawa kama mtego. Mtu akaona ni ndoa njema. Nikaona na binti yangu mmoja alikuja ofisini akaanza kuniambia, unajua mtumishi wa Mungu, nilishangaa sana. Ndio maana hii ndoa ilivunjika, maana ndoa haikuzidi hata mwezi mmoja. Alipokuja huyu jamaa alikuja kwa spidi sana. Akasema, unajua mimi mtumishi wa Bwana nataka kuoa. Akaniambia, unajua mimi nataka nikuoe kabisa. Nimekuona tabia njema. Nikasema, mbona ni muda mchache sana? Akaniambia, wewe niambie tu kunatakiwa nini? Niambie kunahitajika nini, mimi nitakuja nyumbani kwenu. Baadaye anasema baada ya ndoa kufungika tu, umepita mwezi kama mmoja. Baada ya mwezi mmoja, by the way kwa wiki moja. Sasa baada ya wiki moja yule mtu akaanza kusafiri. Nikashangaa huyu mtu anasafiri. Nikashangaa huyu mtu anaondoka. Hata nyumbani hajarudi tena. Akawa akija nyumbani kidogo anaondoka tena. Baadaye ikawa changamoto. Nikashangaa anahudumia familia mwenyewe. Nikashangaa shida yako mwenyewe. Nikamwambia ulikuwa ni mtego, ulitegwa. Nisikie mtoto wa Mungu. Wakati unaendelea na maisha yako hapa duniani, kumbuka kabisa kuzimu inaangalia. Na kuzimu inakuchukia sana. Kuzimu inatamani mtu anayemwamini Yesu awe na ndoa mbaya. Wanatamani afungwe katika wao. Kuzimu inatamani kuletee mwanaume toka kuzimu. Kuzimu inatamani kuletee mwanamke toka kuzimu. Wakati fulani kama sianza kazi ya Mungu, nilikuwa naabudu mahala, sipendi kupataja sana, lakini nilikuwa naabudu kule. Ile mtumishi wa Mungu akaja, dada mmoja alikuwa ni mtu wa kanisani muda mrefu. Alikuwa ni mtu ambaye anaomba, mtu ambaye anampenda Mungu sana. Yule dada alivyokuja akamwambia mtumishi wa Mungu, nimepata mchumba tena daktari. My God. Na unajua wadada wanavyopenda madaktari, wanda daktari ndio mtu ambaye ana kipato, kuna wakati kila mwisho wa mwezi. Akamwambia mtumishi wa Mungu, nimepata daktari, nataka nioe. Mtumishi wa Mungu akaomba, akamwambia huyo mwanaume hakufai. Yule dada akakataa sana. Baadaye akainuka maneno pembeni akasema, unajua wachungaji wa siku hizi bana, unajua watumishi wa siku hizi bwana, mimi nashangaa hataki mimi nioe, hataki mimi niolewe na huyo mtu. Nashangaa watumishi wa siku hizi wakoje. Nashangaa watumishi wa siku hizi bwana, hataki mimi niolewe, hapendi mimi nipate ndoa, anapenda mimi nibakie hivyo hivyo. Akaanza kulalamika watumishi. Rabakati braataba.
Wakapita muda, ikaja kafungwa ndoa pale. Yule mchungaji akawaambia wachungaji wengine, watendakazi wengine, wachungaji akawaambia fungisheni ndoa. Hakuifungisha ndoa, alikataa kufungisha ndoa. Baadaye ndoa ikaendelea, ukapita mwaka. Baadaye yule mwanamke akaanza kuona vituko ndani. Kumbe alikuwa ameolewa na nusu mtu nusu jini. Acha nikwambie, tunavyohubiri mambo haya, mtu mwingine anaweza akafikiria labda tunasingizia. Nisikia nikwambie, tunavyoongea mambo haya kwenye maisha ya wanadamu ni uhalisia kabisa. Kuna watu ambao wanakutana na hali hizi, kuna watu wanakutana na fedheha hizi, kuna watu wanakutana na maumivu haya, kuna watu wanakutana na mambo ya kutisha, mambo ya ajabu sana. Kwenye maisha yao kuna mambo ya kutisha na mambo ya ajabu sana. Kwenye familia zao kuna mambo ya kutisha na mambo ya ajabu sana. Kwenye yatima zao kuna mambo ya kutisha na mambo ya ajabu sana. Akaanza kushangaa wakati yuko nyumbani. Anashangaa yule mwanaume ametokea jikoni. Alikuwa daktari, ameenda kazini, lakini anashangaa anachemsha kahawa jikoni nyumbani. Anasema huyu mtu yuko kazini, hajaingia getini, geti amefungwa, milango ya nyumba imefungwa, lakini huyu mtu ameweza kuingia. Acha nikwambie, unamhitaji Yesu sana kwenye maisha yako. Hata kwenye eneo la ndoa na eneo la kuwa na kuolewa. Acha nikwambie, shetani naye anaweka mtego mahali hapa. Unashangaa anakuja mtu ambaye anaonekana unavyotaka. Anakuja mtu mlevu kama unavyotaka. Anakuja mtu anatabasamu kama unavyotaka. Anakuja mwenye fedha kama unavyotaka. Wewe kwa sababu hujamshirikisha Mungu. Wewe kwa sababu unataka watu wa namna ile. Ndio maana Biblia inasema waziwazi watu wanajaribiwa kwa tamaa zao wenyewe. Acha nikwambie, tamaa yako unapoileta kwenye maisha inapelekea unaingia kwenye mtego. Kila jambo liangalie. The Bible speaks like watch and pray. The Bible says watch and pray. Biblia inasema omba huku ukitazama. Unavyoomba na kutazama unaanza kuelewa Mungu anataka nini. Sio kila jambo zuri ni la kulifuata. Sio kila jambo zuri ni la kwako. Sio kwenye kila baya kuna ubaya, hapana. Kwenye mabaya mengine yanakuja na kutengenezea mema. Hebu sema amen. Sema amen. Amen, 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 amen. Twende mbele nikuonyeshe jambo hapa. Lebro taparuda ba akiribe shadabas. Mithali 20:25. Mithali 20:25. Inasema ni mtego mtu asema hapo kwa haraka, kitu hiki ni wakfu. Ni mtego mtu anasema hichi kitu ni wakfu. Mwanaume ni mtego. Maisha ni majaribu. Kuna wakati unaingia kwenye mtego. Maruba akiraba akia. Watu wengi sana wameingia kwenye ndoa ambazo zilikuwa ni mtego wa shetani. Wamenasia ndani, hawawezi kutoka. Wageni wakapaloka, anawaambia unajua ndoa ni ya milele. Wageni wakamtumisha, anawaambia unajua bwana vumilia. Wewe ushaolewa na huyu mtu hapo, ukasema mpaka kifo, ukasema mpaka kufa. Kwa nini? Huyo mtu alitegwa, akaingizwa kwa mtu ambaye si sahihi. Akaingizwa kwa mtu ambaye anakuaje amletee mateso, amletee fedheha, amletee ziki, naye amenazwa kwenye mtego. Na kutamkia leo katika jina la Yesu Kristo, kila mtego ulioingia kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye afya, ninautegua katika jina la Yesu. Nisikie vizuri. Andiko linasema ni mtego mtu asema hapo kwa haraka, kitu hiki ni wakfu, na baada ya kuweka nadhiri kuuliza habari. Ni mtego. Randuba karia baba kuria baba sata. Lebro pakuria baba suterebush. Angalia. Twende Mithali 6:2 uone jambo hapa. Mithali 6:2. Manderibo kokaraba baba yates. Unajua mtumishi, mitego ya kichawi wewe inakuja usiku saa 6 tu. Kama ulivyofundisha somo la kwanza part 1, umesema unajua mtu anaweza kalala akategwa. Anaweza tembea barabarani mtu akajaga kifuu kumbe ni jini. Unajua mtumishi, mitego ni aina hiyo. Acha nikwambie, kuna mitego inakuja kama uzuri. Kuna mitego inakuja kama baraka. Kuna mitego inakuja kama furaha. Kuna mitego inakuja kama ndoa. Kuna mitego inakuja kama ushindi, kumbe ni hasara na anguko kubwa. Ona mfano nimekwambia, watu wako wanatega ndege au watu wanakamata samaki kwenye chambo. Samaki kwenye chambo huwa anawekewa chambo kwenye ndoana. Ndoana inafunikwa vizuri, haiwezi kuonekana kama ni mtego. Ndoana inavalishwa mnyoo pale. Ukifika kwenye ndoana unaona mnyoo umekaa kwenye kile chuma. My God. Samaki anaanza kukimbilia kile chuma akifikiria amepata chakula. Anashangaa chakula cha kirahisi sana siku ya leo. Chakula kiko juu tu ya bahari, kiko chini sana. Maana chakula tukifuata siku zote tunaenda chini sana. Unajua mtumishi, nimepata fursa sana. Hii fursa siaona tabu yoyote. Unajua mtumishi, nimekuja kirahisi kabisa. Unajua wewe mwanaume bwana ameniletea fedha mwenyewe. Unajua hili jambo limekuja kwa pesa. Acha nikwambie, ni mtego wa giza, ni mtego wa giza. Ninatamka kwa jina la Yesu, reba kata pakata. Ninapasua kila mtego. Niharibu kila kaza giza za kufikia wa Yesu Kristo. Ni mtego. Ni mtego. Marupa kaya baria bakoria baba sekererebush. La sibroto paramanda la bokaria baba keria kozia bas. Watu wengi sana wametegwa kwa mambo mazuri yanaonekana kwa thamani sana. Mambo ambayo mtu angefikiria kwamba hili ni jambo jema.
Mama ambaye mtu angefikiria kwamba huu ni ushindi mbele yangu. Lebroto baraka ya kadiaba. Wakati huo Nabuda akaja mtu mmoja akashuhudia. Akasema, mtumishi wa Mungu, nimeoa jini miaka mingi. Tulikuwa mahala tunaabudu. Baada ya ibada akatoka na wachungaji waende mahala pale. Akasema, nilioa mwanamke. Nikamkuta ana nyumba, ana fedha. Nikasema, mwanamke ndio huyu hapa, ana shughuli zake mjini. Akasema, nikaenda kuishi kwenye jumba fulani. Baada ya kuishi hapo, siku mwanaume anaokoka pale, aliporudi akakuta kuna bwawa kubwa. Akauliza watu mtaani, wakamwambia hii eneo huwa ni bwawa siku zote. Hakujawahi kuwa na nyumba hapa. Akasema, mbona watu wanakuja kila siku, tunaingia ndani tunapaki na gari. Alafu na tunasalimia majirani. Majirani huwa mnasema si hatujawahi kukuona hapa, hatujakuona. Hapa huwa kuna bwawa. Niacha nikwambie, unaweza kutengenezwa uongo rumongo roho, ikatengenezwa shimo, likatengenezwa tego. Unaweza ikatengenezwa namna ya mtego ambao ukifika mahala pale wewe unaona ni mahala salama. Unaona watu ni watu wazuri, watu sahihi. Acha nikwambie, kuna watu wanakutega kwa zawadi nzuri, wanakutega kwa fedha, wanakutega kwa mema, wanakuchekea kwa tabasamu. Sio kila tabasamu lina maana ya kwamba mtu anakupenda. Sio kila tabasamu maana yake unapendwa wewe. Kuwa makini. Sio kila tabasamu ya kwamba wewe ni mzuri. Sio kila tabasamu. Kuwa makini wewe. Ongozwa na Roho Mtakatifu kila mahala. Unavyoamka muulize Roho Mtakatifu, leo niende wapi? Roho Mtakatifu nifanye nini? Dunia imejaa mitego. Mhubiri anasema waziwazi, anasema walokaa duniani wamejaliwa na mitego na mabalaa matupu. Rane mokora baba shekerebe. Isaya anasema kwa Isaya 24, hofu na shimo na mtego vijuu yako, mwenye kukaa duniani. Kumejaa mitego kwa maana huyu shetani ametupwa huku. Ukisoma maandiko unaona kwenye Ufunuo, maandiko yanasema kwamba yule shetani ametupwa huku chini. Shetani ametupwa chini ya jua. Shetani ametupwa huku duniani ili mimi na wewe, ili wewe ubakie kwenye dhiki, ili ubakie kwenye taabu. Ametupwa huku chini. Shetani ametupwa. Maajenti wake wachawi wametupwa. Sasa hizi kuna mashetani anavaa mili, anatembea duniani. Sio kila mtu ni mtu. Unaviona mwanamke au mwanaume usifikiri ni mwenzako. Unakuta ni dada mlembo safi, hana hata kovu. Hao watu ndio hatari zaidi, kuna hana kovu kabisa, yani kama vile hajazaliwa duniani. Mwili wake ni msafi kila mahala, hakuna hata kovu. Hajawahi kualizika wala kuchubuka. Hana ndui yoyote. Hana ishara yoyote ya kwamba ni mtu wa kawaida. Hajawahi kuumia miaka yake yote. Sio kweli, ni mtego. Kwa makini, mtego. Acha nikwambie, ni sana majira ambayo Mungu anaachia neema yake chini ya jua. Na wewe unataka usikie, unanitazama, unanisikia mahali kokote uliko mahali hapa. Naachia baraka za Mungu na neema ya Mungu. Ninategua kila mitego kwa jina la Yesu Kristo. Ile mitego iliyotegwa chini ya maji, ile mitego iliyotegwa juu ya maji, ile mitego iliyotegwa chini ya ardhi, mitego iliyotegwa kupitia watu, ile mitego ya maneno iliyotegwa, ulirekodiwa wakati unazungumza na mtu kwa simu. Acha nikwambie, usizungumze na mtu habari za mtu, achana nazo. Achana na maisha ya watu. Achana na habari za watu. Ni mtego. Kesho utakuta habari zako zimeenda mahala. Kwa makini unavyozungumza, kwa makini unavyosema, kwa makini unavyopanga. Kesho ina changamoto. Kesho kuna changamoto. Kuwa makini sana. Labratu bukaraba mama shikiribish. Lebratu bakana mama tarama. Si kuna mtu ananielewa mahali hapa? Si kuna mtu ananielewa mahali hapa? Isaya anasema, aliye nabii, nimeona mwanadamu anaishi duniani kuna mtego, ni mtego. Kuwa makini ya mwanadamu, maisha ni mtego. Maisha ni mafupi. Uchawi unategwa barabarani. Unajua kupita njia pana kuna watu wanatega. Wanaachia mikosi pale anayepita. Akipita kwenye maeneo yale ambao wamefunja nafsi zao, wameachia balaa zao ili mabalaa yakupate. Umetegwa kila mahala. Tunavyokubiria kuambia kwa habari ya Yesu. Maana yake Yesu anakutoa kwenye mitego. Maana yake Yesu anaweza kuokoa. Maana yake Yesu anaweza kubadili. Maana yake Yesu anaweza kuondoa dhiki kwenye maisha yako. Maana yake Yesu anaweza kuondoa mabalaa kwenye maisha yako. Maana yake Yesu anaweza kubadili mambo ambayo wanadamu wanashindwa kubadili. Hata nikwambia, hata waganga kienyeji wana kikomo. Wanakwambia nenda kwa mganga mwingine, haiwezekani. Lakini kwa Yesu wetu inawezekana kila jambo. Anasema kwenye Luka 1:37, rimakuta bratokapa. Hakuna neno lisilowezekana kwa Bwana. Kila neno linawezekana kwa Bwana. Anasema waziwazi, mimi ni msaada unaonekana tele, hasa wakati wa mateso. Ninatangaza uliye na mateso katika jina la Yesu Kristo. Unanisikia YouTube ulioko mahali hapa, ninaachia kibali na neema ya Bwana juu yako katika jina la Yesu Kristo. Kila mitego na isambaratisha, kila mitego na iharibu, kila mitego na ibomoa, kila mitego na iteketeza. Ninaachia nguvu ya Bwana, ule mtego wa kifo, ule mtego wa baraa, mtego wa mauti uliotegwa, ninautegua leo kwa jina la Yesu. Na utegua leo kwa jina la Yesu. Wamekutega karabako kapayata. Ule mtego leo kutega, wamekutega kwenye kinywaji, wamekutega kwenye chakula, wamekutega kupitia ile fedha. Kuna fedha wamekabidhiwa, ukasema mtu amenipa zawadi. Siku moja naongea na mtu mmoja, alikuwa na mwanangu ambaye anatokea Mbeya. Akaniambia, mtumishi wa Mungu,
Huyo mdogo wetu alianza kutegwa, akaanza kupata shida. Siku moja shangazi yetu alimpatia fedha. Baada ya ile fedha, yule mdogo wetu akaanza kuumwa, akaanza kudondoka. Mtumishi nashangaa, mbona ilikuwa ni fedha? Nikamwambia acha nikwambie, ufalme wa giza una hekima nyingi sana. Karuba akabrakubata. Maandiko yanasema maana mkosa kujua hila zake yule shetani. Kwa maana kwa shetani kuna hila anazitengeneza, ambako anataka aje kwenye mfumo wa kuonekana ni mwema. Watu wanatafuta kuonekana ni wema, wao wanakuwa ni watu wako wa karibu. Maandiko yanasema adui wa mtu ni mtu wa nyumbani mwake. Asante kwa maji. Maandiko yanasema adui wa mtu ni mtu wa nyumbani mwake. Usifikirie kila mtu aliyo karibu yako yuko sawa. Angalau Bwana Yesu alisaitiwa na Yuda ambaye alikuwa karibu yake. Lebra tuga baraba kayabada. Samsoni alifungwa kama ya ndugu zake. Rimoko dia baruka baya kadeas. Leproto barima telegusha bas. Katika watu ambao wanakuzunguka kuna maadui, kuna watu hawakupendi. Mtumishi ndajuaje hivyo? Kuna watu hawakupendi. Kuna watu hawapendi furaha yako. Kuna watu hawapendi ushike fedha. Kuna watu hawapendi promotion ambayo umeipata kazini. Watu hawapendi. Ndio maana kimbilio lako ni kwa Yesu. Maandiko yanasema waziwazi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12, hakuna jina lingine tuliopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, ni jina la Yesu. Lipo jina ambalo tumepewa wanadamu chini ya jua. Na kama tumepewa jina hili wanadamu, kuna watu ambao wanalo jina. Maana yake baada dhiki, nenda kwa wenye jina la Yesu, ambao wamepewa kama zawadi. Yale magonjwa yataondoa kwa sababu wana jina la Yesu. Huyo maskini utakimbia kwa sababu kuna jina la Yesu. Ile dhiki itaondoka kwa sababu kuna jina la Yesu. Yale mateso yataondoka kwa sababu kuna jina la Yesu. Kuinamishwa utaondoka kwa sababu kuna jina la Yesu. Jina hili liko juu ya majina yote. Kuna watu wamekuja wakapita. Watu maarufu walikuja duniani wakapita. Lakini jina lake linatenda kazi hata leo. Lishatukanwa na kudharaulika sana. Watumishi walisema na kudharauliwa sana. Lakini hadi leo bado jina linaendelea kutenda kazi. Linaendelea kuponya, linaendelea kuinua. Ninakutamkia katika jina la Yesu siku ya leo. Na kutamkia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ukaone kuinuka kwa jina la Yesu. Ukaone neema ya ajabu na kufuatia. Ukaone baraka za ajabu za kufuatia. Ukaone utukufu wa ajabu na kufuatia. Kwenye kila eneo na kila eneo mahala pa maisha yako. Tunaachia baraka kwa Yesu Kristo. Tunaachia baraka kwa Yesu Kristo. Tunaachia baraka kwa Yesu Kristo. Ramba tabra tabakuria baba seribu sharabas. Lebro tamande lebro kobaya katala brande makuria babos. Melubre ikabaruba tarama makira bayagas. Baba yangu pale nyuma, naona neema ya Mungu inaenda kufuata kwenye maisha yako. Neema ya Mungu inakuja kwenye maisha yako. Naona migogoro kwenye familia yako, naona mizozo inatokea sana. Okay? Maiki haifanyi kazi, okay? Takuombea. Neema ya Mungu itaondoka na wewe kuanzia sasa. Naona malango ya biashara yanaanza kufunguka tena. Sasa naona biashara zimeanza kufa. Ndio, zimeanza kufa. Neema ya Mungu inaweza kuja kwenye maisha yako. Kaa tayari, muamini Mungu, utaona neema kubwa sana. Naona kuna mtu una shida ya tumbo na dhiki. Naona dhiki inaingia kwenye tumbo yako. Kuna mtu unasikia kama vitu vinatembea tumboni. Ndio, simama hapo mama nyuma. Weka mkono tumboni kuombe. Weka mkono tumboni kuombe. Maruba karaba ya kori abakas. Fire upon the name of Jesus. Naachia nguvu ya Mungu juu yako kwa Yesu Kristo. Naachia nguvu ya Mungu juu yako kwa Yesu Kristo. Naachia uponyaji sahihi. Rama kabra kabaruba kayabas. Msimzie kuanguka, kidondoka mwacheni. Mungu anaangusha watu ila asijipige chini tu. In Jesus name. Inua mikono juu kila mtu, inua mikono juu kila mtu, inua mikono juu, inua mikono yako juu. Nasikia nguvu ya Mungu mahali hapa. Naona neema ya Mungu mahali hapa. Naona kibali cha Mungu mahali hapa. Lebro tamanda la breki ya maduli ba ateres. Naona neema ya Mungu mahali hapa. Inua mikono juu. Maruba katalama na brata manubra aikabalebosh. Le parata barubo koyabakia kadas. Father, I release the Holy Ghost fire. Naachia nguvu ya Mungu. Lebra kuvia katalabaye. Anayesikia mtandaoni, yeyote ambaye anasikia kwa YouTube, ninaachia nguvu kuliko uliko kwa Yesu Kristo. Kama unaumwa, shika mahali ambako unaumwa. Shika mahali ambako unaumwa, unanisikia kwa mahali kokote ulioka hapa, shika kila mmoja, shika mahali anapokusumbua. Merubia katalabakia bas. Shika saa hiyo, nataka nikuombe.
Nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu naachia nguvu yako na neema yako juu yao. Naachia utukufu wako juu yao. Naachia nguvu yako itembee. Yule aliye dhaifu naachia uzima. Aliye chini naachia kuinuka juu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaachia upako wa moto. Naachia nguvu ya moto. Kimbia mapepo. Mawewe kimbia. Ulifunga afya mama yule. Ulifunga hatima baba yule. Baraka poruko ya baka. Ule mtego ule muingiza. Mahusiano ya mtego. Amekuwa dhaifu kuomba. Anashindwa kuomba tena. Yule dada kule nyuma anashindwa kuomba tena. Fire, kimbia. Toka, fire. Birubu karababa baba sataraba baba ya karababa. Lebrete peruga baba ya kundurubu shakara baba ya karaus. Mental broto marimanda la bakeribo sharamandibos. Mirede bebebe sheterebo karamanderebosha. Leprato makarimanda la baba ya kuria bakaya taradasaba. Enda rimuko bara mama karimandorobo sharamamanduri bataraba. Rekete tetebe atatana mama mandara baba ya kuria baba serebos. Yeshua, Hallelujah, 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 hallelujah. Baruda babaha Yeshua. Natamka baraka juu yako Yesu Kristo. Melubra apaka ya baruba atalabarufa atemeka ya bakayas. Lekobra akulia talaba akuda batedas. Walangu kazi na kazi nini kuombea. Walio chini na kazi nini kuombea wote. Pelekani kule nyuma, ombea wote. Ombea kila mmoja. Naomba wewe uliyebaki shika sadaka yako mkono wako 10 nikakuombee. Shika sadaka yako mkono wa 10. Naona nisikia. Unanifuata kwa YouTube, utaiona namba hapo. Unanifuatilia mahali kokote. Tena namba hapo chini ili uweze kusupport kwa sadaka yako. Maruba lebruka paya katala brando makariba balakudi ya baseremandos. Neema ya Mungu inatembea. Mungu wetu ni mwaminifu kila mahala kila wakati. Yeye ni Mungu atolea mitego. Rima tala brando maka. Daudi anasema ulinisukuma sana ili nianguke na Bwana akanisaidia. Kuna wakati wengine wanatega mtego, ukisogea karibu na shimo wakusukumie shimoni. Kuna wakati wanakuvuta na kupeleka mahala ili wakusukume ili uanguke. Kupitia sadaka hiyo usianguke kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo. Na atamka utaanguka kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo. Na atamka utaibika kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachia neema ya Bwana juu yako. Repo secretarias. Parume neketeria wakuria bakungura bakata la baboko. Mungu rebale akazide vekiano salamandele bradu kamano brene mandele boshabas. Baba, ninabariki mtu anayekutolea kwa Yesu Kristo, na achia neema yako na baraka yako, na achia mamlaka yako ya uungu kwa juu yako kwa Yesu Kristo. Kupitia sadaka hiyo Bwana Yesu, mitego ya uchawi, mitego ya giza, mitego ya maneno haitamnasa. Ninaharibu kila mitego juu yake. Naharibu kila dhiki juu yake. Naharibu kila mateso juu yake. Kuanzia leo hata milele. Na ivunja mitego haina nafasi. Uchumi wake hata kukutana na tego. Ile chuma ulete. Ile dhiki kwenye kuibiwa, hata ibiwa kiuchawi fedha, hata ibiwa kwenye biashara. Kwanza tunaachia baraka ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen.